siku ya leo. Hamjambo? Hamjambo tena. Mimi kiangalia kwa mtazamo wangu, viongozi wetu inafaa wafanyiwe counseling. Ni kama hawaelewi ya kwamba uongozi ni nini, kwa sababu mtu kama rais ule analinda nchi ya Kenya hafai kurusha tu matusi namna hii. Hapana, anafaa achague backup yake, kitengo yake, au akirusha matusi yeye aongei, mbwa zake zinabweka huko. Imetosha hiyo kazi. Hapana, rais mzima unarusha matusi, dunia mzima inakuangalia, atakosa heshima hata katika nchi za nje. Kwa hivyo mimi naomba Rais William Samoei Ruto, hao watu opposition wakikutusi, wewe fanya kazi kama rais. Uko na wale wajakasi wako, wale wanatosha kujibishana na watu kama hao. Na nikiangalia kimtazamo wangu, mahali hii siasa inaelekea 2027 ni hatari mbeleni. Ikiwa sasa viongozi wanarushiana matusi, wataanza kucreate magenge mbaya ya kuatakiana katika mikutano. Huyu anarusha matusi akienda huku, huyu anarusha matusi akienda huku. Na vile anarusha matusi akienda huku, hako na kambi yake. Pia huyu hako na kambi yake. Hizi kambi zikikutana si umwagikaji wa damu. Kwa hivyo mimi ningeomba viongozi waangalie yale maneno wanazungumza, wause sera zao. Kila mtu atuambie ile kitu atafanya. Rais aendelee na miradi yake. Tunaona anatembea huko anazindua miradi, so okay, very fine. Tunataka Kenya isonge mbele, lakini matusi haifai. Sijui huyu amenona, sijui huyu amekonda, sijui huyu ni nini. Sasa vitu kama hiyo kwetu sisi raia inatusaidia nini? Halo wabunge wenzangu, matusi wao watu wakitusiana, kuna kitu yote sisi kama wananchi tunafaidika naye? Hiyo ni ya huko. Au ni watu walikuwa kwa serikali moja ile iliyotupita. Sasa kila mtu anajaribu kutoboa mwenzake vile walivyokuwa. Vile walikuwa wanapitana namna hiyo ni kitu kimoja. Sisi tunataka viongozi wetu waonyeshe maadili mema, wause sera, waonyeshe ukomavu wa uongozi. Nikiangalia enzi zile za Moi, si kuona kama Moi anarushiana maneno na watu wengine. Hapana, alikuwa kama kiongozi. Kwa hivyo naomba Mheshimiwa Rais William Samoei Ruto ajue ya kwamba yeye amebeba Kenya na ndio kichwa ya Kenya. Atowe matamshi sawa yale anaweza kuleta amani Kenya. Sio ile matamshi ambayo itakuja leta inafanya uchochezi na itakuja leta umwagikaji wa damu mbele. Hiyo hatutaki. Viongozi wetu na wasihi katika jina la Yesu, mhubiri amani Kenya. Tosha.